Nasoma katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 17. Biblia inasema, kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu, na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasioitii injili ya Mungu utakuwaje? Na mwenye haki akiokoka kwa shida, yule asiyemcha Mungu na mwenye dhambi ataonekana wapi? Haya ni mambo ya kujifikiria sana. Kabisa kabisa. Kama Biblia inasema kwamba kumbe hukumu ya Mungu inaanzia nyumbani mwa Mungu. Nyumbani mwa Mungu. Nyumbani mwa Mungu. Watu wengi wanajua hukumu ya Mungu inaanzia nje. Inaanzia ndani. Kumbe inaanzia ndani mwa Mungu. Ndio. Sio kwa waovu moja kwa moja. Inaanzia Mungu kanisani. Kumbe ni vitu ambavyo lazima tukae kwa kufikiria na kuamua kuishi maisha masafi kabisa. Ndio. Kama Mungu mwenyewe hukumu yake ataanzia kanisani, ndani mwake, basi lazima kuwepo na chujio kubwa sana sana. Alafu Biblia hiyo inatuambia kwamba mwenye haki akiokolewa kwa shida, kwa taabu. Anasema je, huyo yeye mwenye dhambi ataonekana wapi? Ataonekana wapi? Asiyemcha Mungu. Asiyemcha Mungu ataonekana wapi? Ataonekana wapi? Ikiwa tu ambao yani hukumu ya Mungu itaanzia ndani. Au ambao wanamcha Mungu. Je, yule ambaye hataitii, anasema je, mwisho wao wasioitii injili ya Mungu utakuwaje? Utakuwaje? Asiyeitii injili ya Mungu itakuwaje? Kwa hiyo kama mcha Mungu anateswa kwa ajili ya maisha yake ya haki, basi tujue mtu mwenye dhambi yeye ndo atateswa mara 2 au mara 100 ya mcha Mungu. Ndio. Kwa hiyo hakuna mahali pa kujificha. Hakuna. Lazima hata uwe mwovu ujiangalie vizuri. Asija kwa anashangilia mateso ya wenye haki kwamba wakome Gwajima hawa wamefungiwa, wamekoma. Huyu Gwajima alikuwa anachanganya dini na siasa. Sawa, alikuwa anachanganya dini na siasa. Amjui maana ya haki, amjui maana ya utu. Yaani ukiingiza hiyo lugha, maana yake wewe huna utu, hujui haki na haujui maisha ya mtu, kwamba inatakiwa mcha Mungu atetee nini. Ndio. Kwa kama mwenye haki ataokolewa kwa shida, mtamtesa, mtamuumiza. Je, muovu wewe unayetesa mwingine, utaonekania wapi? Utaonekana wapi? Hakuna usalama.